Ligi yetu bado timu hazijafikia level ya kufuata kanuni 100%. Busara ni lazima zitumike, japokuwa sasa zisizidi kiasi kwa sababu zina tabia ya kuharibu. Kiuhalisia Tanzania timu nyingi bado hazina vigezo vya kushiriki ligi kuu kikanuni. Kwenye club licensing inayo ile club leseni ya klabu kushiriki ligi, hata ukisoma kwenye kanuni inamtaka kuwa na uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Hizi timu zinavyo? Yanga si wanavyo. Uwanja wa mazoezi Yanga nao wapi? Si Avic Town pale uwanja wa mazoezi. Ule uwanja wa mazoezi wa kwao. Ile si kama vile ukitoka ukaenda nani? Msimu ujao una uwanja wa mazoezi haushiriki ligi. Umeona? Kwa hiyo busara zilishaanza kutumika kitambo. Ukiwa unazikataa leo busara, tambua kwamba hata kuwepo kwako ligi kuu ni busara zimeendelea kutumika wewe kubaki ligi kuu. Kwa sababu ulitakiwa kuwa na uwanja wako wa mazoezi, ulitakiwa kuwa na timu proper za vijana zinazoeleweka ambazo zipo kambini muda wote, tunazikuta kuanzia miaka 15 mpaka 21. Ulitakuwa kuwa na mifumo mizuri ya kiutawala ambayo mpaka leo mifumo yenu ya kiutawala haijakamilika, ndio mnahangaika na mchakato. Mlitakiwa kuwa na mfumo mizuri ya kifedha ambao hiyo kidogo walau tunaweza tukasema pengine kwa sababu ya masuala ya kiuchumi ni kutoka CAF. Kuwa na timu za wanawake, kuna timu hazina timu za wanawake, za vijana pia hawana. Umeona? Kwa hiyo kuna ligi yetu bado haina vigezo vya kuendeshwa bila busara. Tukisema tufuate kanuni kwa kanuni, tunashiriki timu 2-3 hapa za ligi. Timu nyingine zote zitambua zisicheze ligi.